ya Mungu Baba na sisi wanadamu, uasi unaoikumba dunia ni kazi yako moyo, ufarakano katika ndoa, utoaji wa mimba, utupo kwa watoto majalalani ni kazi yako moyo we. Habari za wakati huu, msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Matumaini yetu mzima na mwenye afya njema. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa muda na wakati kama huu ambapo tunakutana tena katika kipindi cha kuenzi na kutetea uhai. Basi msikilizaji, kabla hatujakwambia mada gani ambayo tutazungumza kwa siku leo katika kipindi cha kuenzi na kutetea uhai, tujikabidhi mikononi mwa Mungu tukimwambia Mungu asante. Lakini tayari studioni ninao wana Pro Life wenzangu. Ninaye mwenyekiti kaka Mzee Hagam, ninaye pia kaka Remi Ngaiza, ninaye dada Gracie Morrison Shayo, na pia ninaye dada Emilia Alisakafu. Pamoja nao mimi ni Epines Mlewa. Basi niwapeleke studio namba 2 ili tuweze kuongozwa kwa sala. Baada ya hapo nitakwambia nini ambacho tutazungumza kwa siku hii leo, kabla hawajatukumbusha yale ambayo tulizungumza juma lililopita. Nakushukuru sana. Basi mkaribishe Emilia aweze kutuongozea sana. Amina. Tunajikabidhi kwako sahihi katika kipindi hiki. Tunaomba utuangazie Roho wako Mtakatifu ili aweze kuwa pamoja nasi, ili tuweze kutekeleza vizuri kazi yetu na ujumbe uweze kuwafikia watu wote ambao watakuwa pamoja nasi katika Radio Maria wakitufuatilia. Tunaomba na kushukuru kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba na Roho Mtakatifu. Amina. Ni kushukuru sana dada Emilia Lisakafu kwa sala ambayo umetongoza. Basi sio vibaya tukamkumbusha msikilizaji juma lililopita tulizungumza nini, lakini leo hii tutazungumza juu ya mwaliko wa kuwa mtetezi wa uhai. Nini maana ya utetezi wa uhai? Basi yote hayo tutakwenda kuyafahamu mara baada ya kutukumbusha juma lililopita tulikuwa tunazungumza nini. Karibu. Kabla ya kukumbusha juma lililopita, nadhani umesahau kwamba juma moja limepita na hatujasalimiana. Ndio. Na mimi nikualike wewe ili siweze kuwasalimia wasikilizaji wetu. Asante mwenyekiti. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwana kondoo ameshinda. Tumfuate. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Karibu. Asante sana. Basi juma lililopita tulikuwa tunahitimisha mada ile ya kupanga uzazi kwa kutumia maumbile, lakini tulikuwa tunaangalia mama anayenyonyesha, tukifanya muhtasari tu kwa kweli. Kwa hiyo ilikuwa kama ile muhtasari tu wa mada ile ya kupanga uzazi kwa njia ya maumbile, na nina hakika basi mmetufuatilia vizuri na wengi mmeelewa, na tunashukuru. Tunapata shuhuda mbalimbali, watu ambao walikuwa wanahangaika kupata mtoto na sasa wana watoto, na walikuwa na mahangaiko mengine, hali kadhalika nao wamepata uponyaji. Basi tunamshukuru Mungu kwa neema na baraka zake alizotujalia katika kutekeleza wito wa utume wake. Basi leo kama Epines alivyotangulia kusema, tunawaletea kwenu kipindi hiki mwaliko wa kutetea uhai, wa kuwa mtetezi uhai. Wakati mwingine tunaongea mambo haya ya utetezi uhai ya pro life, bila tunadhani kwamba kila mmoja anaelewa, lakini ngoja nikwambie jinsi wanavyoelewa watu pro life. Kuna wengine wanafikiri sisi tunaposema pro life maana yake tunapinga utoaji mimba. Ni kweli kuwa mtetezi uhai ni pamoja na mambo mengine inahusu pia kupinga utoaji mimba, tena kwa nguvu zote. Wengine wanatueleza sisi kama watu tusiopenda uzazi wa mpango. Ni kweli na si kweli. Sisi hatusemi watu wazai tu hivyo. Juma lililopita nilisema kwamba tunahimiza uzazi wa uwajibikaji, ambapo wazazi wanaangalia maslahi na mafao ya kila mmoja katika familia, mama mwenyewe, baba mwenyewe na watoto, na ustawi wa familia kwa jumla wake. Wengine
wanatueleza sisi kama watu ambao tunachukia matendo fulani. Ni kweli matendo maovu tunachukia, ni kweli kabisa, matendo maovu tunachukia, na hivyo tunapigania matendo yaliyo mema, yaliyo matakatifu. Basi nilikuwa naeleza namna mbalimbali ambavyo watu wanaeleza pro life, namna mbalimbali. Basi tuanze mada basi yetu kwa kueleza maana ya utetezi uhai. Utetezi uhai maana yake nini? Basi mimi naanza, wenzangu watapata baadaye kidogo. Basi maneno haya utetezi uhai ambayo sisi tumetafsiri kutoka maneno ya Kiingereza au neno la Kiingereza pro life. Najua wengine mna shida ya hamna consonant L R, kwa hiyo mnasema pro life. Ninajua shida hiyo kwamba wengine wanapata shida ya kutamka neno pro life. Pro life ni neno moja ambalo linakuwa mwanzoni pale, kama nyinyi ndio mmesoma lugha, tunasema kuna viambishi. Kuna kiambishi kile cha awali, kile pro, na kile cha mwisho, sio vitu viwili tu. Na kile cha mwisho life. Kwa hivyo ni viambishi viwili. Sasa pro, neno pro, hii kiambishi ya pro limetokana na neno na lugha ya Kilatini ambalo ukilipeleka katika Kiingereza itakuwa kama vile kwa ajili ya au kusimama upande wa au kuunga mkono jambo fulani au vinginevyo. Lakini kwa mfano unasema wa Kristo, kwa mfano wa Kristo, ile wa ni kiambishi na Kristo tunafahamu. Basi wa Kristo ni watu wanaosimama upande wa Kristo au wanaounga mkono masuala yote ambayo Kristo ameyahubiri, ndio hiyo wa Kristo. Na wapagani na hivyo hivyo. Basi na lile life tunafahamu katika Kiswahili tungesema ni uhai, kuwa hai au uhai, kuishi. Wengine wanasema unajua kuishi unamaanisha pia kupumua, kujimudu, kuwa hai, yote hayo. Au ungesema to be katika Kiingereza. Na mfano mzuri ni kwamba upo hata unapokuwa kwenye radio unanisikiliza, upo. Sasa ile uwepo wako ndio hiyo uhai au kuwa hai. Na kwa hiyo tukileta pamoja pro life itakuwa na maana ya utetezi uhai au kuwa kwa ajili ya uhai au kuwa upande wa uhai au kuunga mkono wafanyayo watetezi uhai na shughuli zote za watetezi uhai. Hii ndio pro life au kuwa mtetezi uhai au mtetezi wa uhai. Kwa hiyo nitaka tuliongee maana ya neno hili pro life. Lakini bado tunafafanua neno pro life, haliishi tu katika uhai, ina mapana mengi sana. Basi nimkaribishe Remi aweze kuendelea kufafanua dhana hii ya pro life au utetezi uhai au watetezi uhai. Karibu. Asante. Kwanza nitoe shukrani kwa ufafanuzi wa hilo neno. Pengine niseme tata kwa wengine kwa sababu ya kuwa geni, lakini pia ukimwambia mtu wa kawaida kwamba wewe ni mtetezi wa uhai, tafsiri yake ya moja kwa moja inakosa ukomo, na anaweza kutafsiri kwa namna tofauti, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba uhai kama ulivyo tayari unajitetea au mamlaka yake ya kuondoka au kuwepo yanamhusisha Mungu. Wanasahau kwamba wakati mwingine uhai watu wanafanya maamuzi kwa ajili ya uhai wa watu wengine. Kwa hiyo sisi ambao tunafanya shughuli au tunajitahidi kujitolea kuelimisha watu kuhusu kusimamia utetezi wa uhai, maana yake tunasaidia hawa watu waelewe kwamba hakuna mwenye mamlaka ya kuidhinisha kuondoa uhai wa mtu mwingine.
Kwa hiyo kwa kuendelea tu niseme mtetezi wa uhai ni mtu ambaye akili yake pamoja na msimamo wake pamoja na falsafa yake na maisha yake yote ameyatoa kwa ajili ya kuhudumia uhai, akiungana na wenzake wenye mtazamo, mawazo na matendo kama ya kwake. Kwa pamoja wanaunda kundi la watu wa utamaduni wa uhai wenye kuhubiri injili ya uhai, kwa maana ya kuwa na akili, kuwa na msimamo au kuwa na falsafa nzima ya uelekeo wa kulinda, kuthamini na kupenda uhai. Tayari mtu wa namna hiyo matashi yake yote yanakuwa na huruma, upendo, lakini na kiu ya kuona uhai unaendelea kuwepo. Maana yake hata inapotokea vifo vya makusudi lazima apate majonzi, lazima asikitike. Na naomba nikiri tu kwamba binadamu tulio wengi tunaguswa na kifo cha namna yoyote. Wakati mwingine hata kama ni mipango ya Mungu tunatokwa na machozi, kwa sababu pengine huyu ambaye amefariki alikuwa ni msaada kwetu. Kwa hiyo ile hali ya kuumia ni hali ambayo kila mwanadamu anayo. Tofauti ni kwamba tunazidiana, wengine wanayo ndogo, wengine wanayo ya kati, wengine wanayo kubwa kabisa. Lakini kuwa mtetezi wa uhai, binadamu yoyote ambaye ana uhai, manake huu ni wito wake wa kwanza. Kama yeye ana uhai, nikikumbusha pengine sheria ya dhahabu inasema usimtendee mtu jambo ambalo hupendi kutendewa. Nafikiri Biblia inapeleka kitabu cha Mathayo. Lakini imani zote karibuni zinatembea na falsafa ya namna hii. Sasa mtu yote ambaye tayari yeye ana uhai na hataki uhai wake udhurumiwe au hapendi kuona uhai wake unadhurumiwa, maana yake atajitahidi wakati awezavyo pia kutoathiri au kutodhuru uhai wa mtu mwingine. Sasa tayari ukishakuwa na kiu ya namna hiyo, ukishakuwa na mtazamo wa namna hiyo, maana yake na wewe unayo nafasi au una nafasi ya kutimiza wajibu wa kufanya uhai uendelee kuwapo kwa mtu mwingine kwa namna nyingine yoyote. Labda kwa kusema haya machache nimrudishie mwenyekiti pia kuona. Naam. Na shukuru sana kwa mchango huo wa mawazo, na katika bado tunahangaika kueleza maana ya utetezi uhai. Kwa hiyo tunakwenda huko na huko katika maana kwamba tunataka wote tuwe pamoja. Kwa hiyo kama ambavyo Irene amesema, utamaduni wa uhai maana yake ni sifa au hulka, falsafa, mtazamo, mtindo wa maisha ambao unapendelea kupokea, kulinda, kutetea na kudumisha uhai wa binadamu katika hatua zake zozote zile, kutoka pale mwanzo wake wa kutungwa mimba hadi kifo chake cha kawaida. Na mtu namna hii mtu ambaye ameshiba uhai, ameshiba falsafa, nadharia, matendo ya uhai, daima atakuwa anahubiri injili ya uhai. Na tunapoendelea kueleza mambo haya baadaye utasikia tu kwamba kuna injili ya kifo tutaeleza pia. Na tunaposema utamaduni wa uhai kuna pia utamaduni wa kifo, na pia tutaeleza katika mada hii. Basi kama ambavyo nilisema pale mwanzoni, wengine wanatafsiri utetezi uhai kama kupingana kifo, ambayo ni kweli. Aina yote ya utoaji mimba, ambayo ni kweli, au euthanasia, na tunafahamu wote euthanasia, kujinyonga, kuua, au hata mauaji ya watoto wachanga. Juzi hapa pamekuwa na kilio kubwa sana na Mheshimiwa Rais, wenzetu wenye ulemavu wa ngozi tunaweza kuita albino pale Ikulu, ili kusikiliza mustakabali wao na kuweka mkakati pamoja wa namna ya kuwalinda. Ni jambo jema sana, mimi ni jambo nilisifu sana kama mtetezi wa uhai. Kwa upande mwingine nisema sasa, unajua Mheshimiwa Rais kama angefanya haya pia kuwalinda albino ambao walizaliwa, unanielewa wale ambao wako tumboni, ili wasiwao kabla ya kuzaliwa, ingekuwa jambo jema sana. Kwa hiyo bado nadhani Mheshimiwa Rais ana nia njema, na tunamuomba siku moja tukae naye tumwambie kwamba basi tunapowatetea hawa albino ambao wamezaliwa, tunaona kwa macho hawa walikuwepo katika tumbo la mama, na ambao uwepo wao wengine hawathamini, wanawaua kwa kutoa mimba, kutoa mimba. Kwa hiyo ndani tutafikia mahali pazuri sana. Basi nimkaribishe Emilia
aweze kutushirikisha sehemu inayofuata tunapohangaika kutafsiri au kutoa maana ya dhana au maneno ya utetezi uhai. Karibu. Baadhi ya watetezi uhai mashuhuri wanatueleza maana ya utetezi uhai kama ni kuulinda uhai, ni kumjali na kumpenda kila mtu, ni kuujali na kuupenda uhai wa kila mtu katika hali aliyo nayo. Maana yake, mtu huyo anaweza kuwa mtoto katika tumbo la mama, mtu aliyekwisha zaliwa, mgonjwa, mwenye ulemavu, kijana, mzee, awe mwanaume au mwanamke. Naam, ni maneno ambayo tayari Rema ameshaongea. Kuwa mwana uhai ni kumjali na kumpenda kila mtu. Kujali, kupenda uhai wa kila mtu katika hali yake aliyonayo. Ndio maana alitoa ile golden rule, amesema kanuni ya dhahabu. Kanuni ya dhahabu kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa ndio hiyo. Mpende mwenzako kama nafsi yako. Kama vile wewe unapenda upendwe au utendewe, ndivyo hivyo unapaswa pia kumtendea mwingine. Kwa hiyo ni kumjali mwenzako, kumpenda mwenzako kama alivyo. Kama ni mtoto mchanga, kama ni mwingineyo, basi kama alivyo. Basi karibu tena Emilia, uendelee na sehemu inayofuata ili tuelimishane. Karibu. Asante. Utetezi uhai unahusu kupenda. Na tunaomba hapa utuelekeze, utusomee taratibu ili kila msikilizaji aweze kuelewa neno kwa neno. Utetezi uhai unahusu kupenda, kuhudumisha na kuonyesha heshima kwa uhai wa kila binadamu. Kila mtu kwa akili ya kawaida anaweza kuitambua thamani ya uhai. Tunatakiwa kuwa watu wa uhai na kwa ajili ya uhai. Kila mmoja aheshimu haki ya kuishi ya kila mtu bila masharti, kutoka kutungwa mimba hadi kifo chake cha kawaida. Tunatakiwa au tunaalikwa kuwa watu wa uhai na kwa ajili ya uhai. Tuwe watu wa uhai, lakini pia tuelekeze matendo yetu, maneno yetu na nia yetu njema kwa ajili ya uhai. Nakushukuru sana kwa sehemu hiyo. Nimkaribishe Grace aweze kushirikisha sehemu inayofuata. Asante Mungu. Watetezi uhai ni watangazaji wa injili ya uhai ambayo haipo kwa ajili ya waumini tu, bali kwa ajili ya kila mtu. Swala kuhusu uhai, kuulinda na kudumisha haliwahusu waamini wa Kristo peke yao. Hili ni swala linalowahusu watu wote. Ningetamani sana hivyo kwamba kweli hili limguse kila mmoja. Yaani sio tu wa Katoliki, wa Lutheri, wa Anglikana au kwa jumla wao. Ingekuwa ni jukumu la kila mmoja. Lakini kama Rema nimesema, tunarudia, kuna mtu alinipigia simu jana, anasema Mstagamu, aliniambia message, anasema Mstagamu, tunaishi katika ulimwengu wa fujo dhidi ya uhai. Unajua ni kama vile ungesema kuna conspiracy ile hila, kuna hila dhidi ya uhai. Na mwendelee. Kwa hiyo jitihada zetu sisi kama watu hai kwa ajili ya uhai zinapaswa kueleweka vizuri na kuungwa mkono kwa dhati. Injili ya uhai ni kwa ajili ya jamii nzima ya wanadamu katika maana yake pana zaidi. Ngoja kwanza hapo kuna maneno mazito. Kwa hiyo jitihada zetu sisi kama sisi, yani mimi na Remi na wote tunaongea hapa na wengine ambao wanasikiliza, sisi yani watu wa uhai na kwa ajili ya uhai, zinapaswa kueleweka vizuri na kuungwa mkono kwa dhati. Hivi watu wanaelewa na naunga mkono kwa dhati. Baadhi kama anavyosema dada Grace, si wote kwa kweli, kwa sababu tuna tamaduni tofauti. Na tamaduni ni mkusanyiko wa mambo yaliyokuwepo sana au wanayoyasikia, mambo ambayo ameyashiba mtu na anayaishi, ndio inakuwa tamaduni yake. Kwamba
yanakuwa ni kila siku. Kwa hiyo yanajua kuwa tamaduni ni kitu ambacho kila siku wanafanya. Sasa tuna tamaduni tofauti. Pengine sisi kwa kadiri ya malezi, mifumo ya shule, pengine mafundisho ya kanisa na makuzi yetu, tumepata bahati hii ya kuwa watetezi wa, lakini pia ni Mungu amependa tu hivi. Sawa. Sasa kuna wengine kama ambavyo sisi tumelelewa hivi, wao hawajalelewa hivi, wanahitaji nguvu ya ziada ili wageuke kuwa watu wa utamaduni wa uhai. Kwa asili Mungu ni upendo. Kwa asili Mungu ni upendo. Duniani huku tunavyokuwa tunabadilika na mazingira. Sasa ukizaliwa kwenye familia ambayo haithamini uhai, hauwezi kuwa mtu wa uhai. Ukizaliwa kwenye familia ambayo inathamini uhai, utakuwa mtu wa uhai. Kwa hiyo wajibu wetu mkubwa kama nilivyosema mwanzo ni kujitahidi kuelimisha umma kuthamini uhai, kutetea uhai, kuulinda na kupenda. Miaka nyuma tulikuwa tunazungumza sana kwamba familia inapata mtoto mpya kama mgeni, nyumbani wanakuwa na vigelegele, mama anapewa zawadi na vitu vingine. Zile ni tamaduni za uhai. Unammotivate, unampa mtu kuona, unamhongera, mwenyewe kwanza anaona okay, kweli mimi ni mama na jamii imenipokea vizuri. Sasa wakati mwingine ziko jamii ambazo ukizaa wanakushangaa kwa tena hapo namna hiyo. Sasa hizo tabia hizo za kumshangaa mtu ambaye anapata mtoto mpya zikikua na yale maneno ambayo yanakuja ndio yanatengeneza jamii ya watu ambao hawathamini uhai. Sasa ya watu utamaduni wa kifo. Hapa ndo kuna shida, kwa sababu wanaotengeneza au wanaosababisha kuwepo kwa masuala haya ya utamaduni wa kifo ni pamoja na sisi wenyewe, kwa sababu unaona ni kitu kama cha ajabu wakati wewe mwenyewe pia ulizaliwa kama ambavyo huyu amezaa. Sasa utofauti huu unatengenezwa na sisi na tunaukuza kwa kumwadisia mwingine na mwingine. Mwisho wa siku ikiwa linazungumzwa kila siku na kila wakati, yani linakaa kwenye akili yako na linakuwa mazoea. Mwisho wa siku unaanza kulitekeleza kwa vitendo. Mwisho wa siku sasa ule ambao ni mpango wa Mungu, swala la uhai, unakosa mashiko, kwa sababu sehemu kubwa ya mazungumzo yako yanakuwa ni ya chuki dhidi ya uhai. Nadhani umeongea kwa neno ni sana, ila kwamba mtu anapata ujauzito watu wanamshangaa. Na mtu yupo kwenye ndoa unashangaa mama aoke kwa mimba, unashangaa. Na ngoja uulize wapendwa mnaosikiliza leo, hivi katika mazingira ambayo mnaishi hapo, popote pale alipo, ajiulize je, tunaukaribisha vipi uhai mpya? Tunamtendea vipi mama mjamzito? Au je, tunasikia vigelegele hata kule Muhimbili, tunasikia vigelegele mama anapojifungua kwa nyumbani, tunasikia vigelegele mama anaporudi na mtoto nyumbani, tunasikia vigelegele? Au tunasema na mwingine tena, basi tunajenga chuki dhidi ya kama kweli tunapea uhai. Ni wangapi katika kijiji chako hapo kuishi unaotoa chana au hata wale wazito? Maana siku hizi inaona kama vile inaanza kuwa nadra kumuona mama mjamzito wanakuwa wachache na wanakuwa wachache au wanajificha. Inawezekana wapo wanajificha kwa sababu ya kuogopa watu wanasema nini. Huko mtaani kuna shida sana. Kuna shida. Na niseme tu ndio pengine ndio jamii ilivyo, labda ndivyo ilivyolelewa. Tunatengeneza jamii tunatengeneza jamii, yani tunaanza kuunda jamii ambayo itachukia uhai. Unaona mwenyekiti yuko hivi. Jamii sasa ukitaka tafsiri jamii utakosa majibu moja kwa moja. Ukiingia kwenye ndoa, sehemu kubwa ya jamii inategemea kuona unapata ujauzito au unapata mtoto mapema.
Yaani mapema sana. Ikiwa tofauti wataanza kusema bila hata kujua kwa nini iko tofauti na mtazamo wao. Sababu ukumbuke huu ni mtazamo wa jamii na wale kama wahusika wana mtazamo wao. Ikitokea mtazamo wao umeenda sawa sawa na wahusika, sawa, wanasema yes, hiki ndio tunataka. Lakini mwaka unaofuatia tena au baada ya miaka miwili, hawa ambao walikuwa wanawafurahia wanapoita uhai mpya, sema hey, mbona umefanya haraka sana? Ni nani anapanga? Kwa sababu yani familia ndio inayopanga. Sasa nyinyi wajibu wenu ni kuleta hamasa. Yaani ndio kile ambacho toka zamani tukisoma kwenye machapisho mbalimbali tunaona kilikuwa kinaelekezwa: kupiga makofi, kupeleka zawadi, kumsaidia yule mama aliyefungua kazi. Yaani unajua zile siku 40 zile uoga wanatamaniji zisiishe ukiwasikiliza wenyewe. Kuna vitu vinakuja, ukienda Moshi huko utakula mtori wewe mpaka utaona sema yani sasa ni basi. Na makabila kila watu wana taratibu zao. Sasa ile hali mimi napenda kwa sababu kwanza inamfanya mama aone kwamba anathaminika. Sawa? Lakini pili inasababisha watu watamani kuendelea kuzaa na wathamini pia. Sasa yale mambo pia yanapo kimjini sasa hayapo watu kuzalia kijijini la kweli. Watu wanakuja na kanga wanakusalimia. Mjini mtu anakutumia message tuongera. Unaona? Kwa hiyo mjini alafu sasa unapoteza marafiki. Kwa hiyo mtu anaanza kufikiria zaidi jamii inayomzunguka kuliko pengine uhusiano wake na Mungu au uhusiano wake ndani ya familia ukoje. Anaanza kuangalia watu wanasema nini kuhusu mimi. Lakini anaacha kufikiria ni lipi agizo la Mungu kwangu mimi, au ni wajibu upi kama familia tumejiwekea ili uweze kwenda mbele. Basi ni changamoto ambazo tunaziona wakati tunasema tunapoalika watu kuwa watetezi uhai. Mwaliko wa mtetezi uhai kwamba kwa upande mmoja tunaalika kuwa watetezi uhai kwa sababu pia tunapambana, tunakabiliwa na nguvu hizi za utamaduni mwingine ambao unapendelea utasa, unapenda watu wasizae. Basi hebu tuendelee kidogo katika kufafanua maana ya utetezi uhai. Maana watu wasio dhani labda tunaangalia masuala ya uhai tu, kumbe tuna mambo mengine pia tunashirikia. Utetezi uhai ni yule anayeheshimu taasisi ya ndoa, kwani kwa njia yake wanandoa wanashirikiana na Mungu katika uumbaji wa binadamu mpya, mwendelezo wa kizazi cha mwanadamu. Zaeni mkaongezeke na kuijaza nchi, tunaipata katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 1 aya 28. Na kwa asili yake ndoa ni taasisi takatifu iliyowekwa na Mungu mwenyewe. Mungu akawabarikia akasema. Mwanzo sura ile ya 1 aya 28. Na pia tunapata katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 aya 4 hadi ya 6. Naam. Kumbe hatugusu uhai. Uhai wa mwanadamu ni matokeo ya ushirika wa mwanadamu na Mungu katika uumbaji. Ndipo tunagusa ndoa. Ndoa kwa sisi ni taasisi takatifu kwa sababu imewekwa na Mungu mwenyewe. Kwa unapothamini uhai lazima basi uthamini ndoa, kwa sababu humu ndimo uhai wa mwanadamu unatokea. Na maneno yale Mungu akabarikia, naomba leo tuyaelewe katika maana yake pana. Akabarikia si tusome tu tukapiga mstari pale au tukaweka nini ile highlight. Tukawekea uzito. Akawabarikia maana yake akawafungisha ndoa. Nadhani mimi ninavyoelewa. Yaani baraka ya Mungu ni ndoa kwa mwanadamu. Yaani inakuwa takatifu. Muunganiko ule wa mwanadamu wa mtu me na mtu ke unakuwa mtakatifu. Hii ndio baraka ya Mungu. Na hivyo tunataka pia kuwaeleza wapendwa mnaosikiliza kwamba inapendeza na inampendeza Mungu kwamba uzao wake upitie katika ndoa takatifu iliyobarikiwa.
maana uzao unatokea pia hata bila ndoa, sio unatokea pia hata bila ndoa, lakini ni matamanio ya Mungu uzao utokee katika ndoa takatifu. Emilio, umechoka? Karibu. Mtetezi uhai vile vile ni yule anayeipenda na kuithamini familia, ambayo ni taasisi ya msingi kwa jamii yoyote ile iliyoanzishwa na Mungu Mwenyezi. Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Naipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28 na sura ya 9 mstari wa 1 na wa 7. Mtetezi uhai hali kadhalika ni yule anayeheshimu na kuthamini mchango wa kila mwanafamilia, kila mmoja kwa jinsi yake na kwa kulingana na umri na uwezo wake. Naam. Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Mungu katika upendo wake aliona kwamba mwanadamu hawezi kuishi bila tu, ndio amefungisha ndoa. Lakini ndoa maana yake nini? Anawaamrisha hao sasa wazae, wakaongezeke, wakajaze nchi, na hapo ndipo tunaunda familia. Kumbe tunagusa uhai kama uhai, tunagusa ndoa, tunagusa na familia. Na hii sehemu ya mwisho ni muhimu sana. Biblia ametusomea hapa kwamba mtetezi uhai halikadhalika ni yule anayeheshimu na kuthamini mchango wa kila mwanafamilia, kila mmoja kwa jinsi yake na kwa kulingana na umri na uwezo wake. Panatokea shida sana katika familia zetu tunapolea watoto wetu. Siku hizi zimefika nadharia au mtazamo kwamba watoto wana haki zao, watoto wana haki zao na wanawake wana haki zao. Hatujasikia haki za kina baba. Sasa unapofanya vile, mamoja iwe kwenye katiba au katika maandishi mengine, unadhamiria kuiburuga ndoa na familia, kwa sababu mtoto atakuwa na haki tu katika mrejesho wake, mimi tarafu katika mrejesho, hawezi kuwa na haki za peke yake zilizo nje ya haki pana ya familia. Halikadhalika mama hawezi kujitwalia haki peke yake pasipo familia. Tunadhani kwamba hawa katika muundo wa Mungu wa familia ni kwamba hawa wanakamilishana, hawa wanashibishana, hawa wanaifanya taasisi ya ndoa ionekane takatifu hivi ilivyo. Kwa hiyo baba ana mchango wake, mama ana mchango wake, halikadhalika watoto wana mchango wao, kila mmoja kwa jinsi yake. Wakati mwingine tunapolea watoto, unasikia mama anamwambia mtoto wake wa kiume, tazama unakuwa kama msichana. Unaona, sifahamu kwamba kuwa usichana ni kuwa dhaifu na kuwa mvulana ni kuwa dume. Mtoto wa kike mwingine au wa kiume ndio anaambia hivyo. Wa kiume? Na wa kiume ndio anaambia kama wa kiume anaambia kama wa kike. Unakuwa kama msichana. Sasa wewe kama msichana. Sio maneno mazuri kwa sababu hawa kila mmoja ni wa pekee. Msichana alelewe kama msichana na mvulana alelewe kama mvulana. Hakuna mmoja katika hawa aliye duni kuliko mwenzake. Mimi naiangalia familia katika mtazamo huo kwamba msichana kwa jinsi alivyo ana mchango wake, na wale sio duni kuliko wa mvulana. Halikadhalika mvulana ana mchango wake, wale sio bora kuliko msichana. Na mama ana mchango, wale sio duni kuliko wa baba. Na baba ana mchango, wale sio bora kuliko wa mama. Nitaka tu niweke haya sawa, kwa sababu tunaponyofoa haki za mtoto, haya na zimeandikwa nyingi haki za mtoto, haki za mama, wala sio mtoto, haki za wanawake, haki za watoto, unanyofoa familia, hatimaye mtazamo kama ule unaivuruga familia. Kwa sababu mtoto atafika pale kama mtoto wako yule sinani yule yule mwingine yule Gilead ndio mama
Nina haki kusikilizwa mimi. Umeitoa wapi? Iko kwenye katiba. Basi nataka tuniseme hayo kwamba ni vizuri tunapoangalia familia tuone kwamba imewekwa hivi, yuko baba, yuko mama na watoto, katika maana hao wanakamilishana katika maisha ya familia. Nitaka niongeze hilo katika hilo ambalo Grace amelisema hapa. Okay, mwenyekiti, labda mimi niongeze kitu hapa. Bahati nzuri tumefika sehemu ambapo ndio tanuru. Naam. Familia ndio tanuru. Kama ambavyo mpango na mtazamo wa Mungu umekuwa, maana yake kama familia itashindwa kutimiza wajibu wao mzuri wa malezi, maana yake tutakuwa na kizazi kisichothamini uhai. Nasema hivi kwa sababu mifumo mingi sasa hivi haitoi nafasi pengine ya familia kukaa pamoja na kujadili masuala ya familia kama ambavyo ilikuwa zamani. Wakati mwingine kule kukaa na babu jioni na kupiga hadithi kulikuwa kunaongeza upendo miongoni mwa wanafamilia. Sasa mimi nikazie tu kwamba hasa kwenye taasisi za dini, kwa sababu naamini huku wakilivalia njuga hili swala, tunaweza tukabadilisha mtazamo wa jamii nzima, lakini pia tukabadilisha falsafa zinazokuja kutoka upande ambao sio sahihi. Kwa maana gani? Kwamba mafundisho kuhusu kuthamini na kulinda na kutetea uhai yapewe kipaumbele. Kumfundisha mtu kumpenda Mungu, kumheshimu Mungu na kutekeleza maagizo ya Mungu kuendane na kumfanya mtu huyu athamini na anayemuona. Watu wanaogopa sana ukimwambia Mungu ni mkali. Lakini maandiko matakatifu yanasema tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Maana ya hata unapofikiria kwamba mfano ni daktari, amekuja mteja wangu anataka nitoe mimba. Ni lugha rahisi kutoa mimba. Lakini kwenye neno kutoa, kilichofichika ni kukatiza au kusitisha uhai wa mtu mpya. Ndio. Sasa ni kwa sababu ni mtazamo au ni mtazamo na mpango wa Mungu kwa uhai mpya. Ndio. Maana yake mtu huyu afundishwe na kuelekeza kwamba hata huyu ambaye hatumuoni kwa macho yetu kwa sababu ya mpango wa Mungu wa njia za kupitia ili afike duniani, si ndio? Bado ni binadamu. Na bahati nzuri hata sasa hivi madaktari wanaanza kuthibitisha kwamba ni mtoto. Nakumbuka tulikuwa tukiangalia ile filamu ya Dr. Nathanson, yule wa Marekani. Anashangaa kwamba teknolojia ilituficha vitu vingi. Kwa hiyo tukawa tunaidhinisha tu haya yaendelee. Lakini sasa teknolojia imekuwa, tena wala ilikuwa teknolojia kubwa sana, ilikuwa ni nafikiri ni ultrasound, ndio ilimfanya akazinduka usingizini kwamba nimeshaua sana, sasa basi akageuka kuwa shahidi wa kutetea kwamba jamani, hiki sio kitu sahihi, tumefanya makosa, tusiendelee tena. Ni kiu yangu kuona kwamba sehemu kubwa ya wanafamilia wanaanza kuwafundisha watoto wao kuthamini uhai. Ni pamoja na kuacha zile lugha zinazosababisha chuki. Mfano umetoa mfano wa lugha za kibaguzi. Mfano uliosema usiwe kama mtoto wa kike. Si ndio? Ni lugha za kibaguzi ambazo zinamfanya mmoja yone kumbe mtoto wa kike ni mnyonge. Kwa hiyo ninaambia usilie kama mwanamke. Kila mmoja ameumbwa tofauti. Kuna wanawake hawalii kabisa. Sasa utamwambiaje? Mbona wewe ulie? Wewe ni mwanaume. Utasema hivyo baki unashangaa tu. Lakini kwa nini unakuwa mpesa kusema usiwe kama mwanamke? Mwanamke bado ni anaye ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na ameumbwa hivyo kwa makusudi ya Mungu. Kwa hiyo jamii ipokee na kuona kwamba hawajachelewa. Yaani uzuri ni huo kwamba unaposikia
ndio unatakiwa ufanye maamuzi ya kutekeleza. Useme kwamba nilikuwa sijui, sasa hivi nimejua, sasa naacha, naanza kuwa mtetezi wa uhai, ili familia yako ibadilike, majirani zako waige kutoka kwako kuona kwamba umebadilika, unaishi upendo, unathamini na unajali watu wengine. Naam, na huo mwaliko wa kuwa mtetezi wa uhai. Hivi tumeanza, tunatoa mwaliko wa sasa yote hapa ambaye tusikiliza leo aweze kuwa mtetezi wa uhai. Basi tumalizie sehemu hii ili tuwakaribishe na pia wenzetu waweze kutoa mchango wao. Pengine wana mengi sana ambayo yatatushibisha leo, tukaongeza hata maneno mazuri. Kwa hiyo tunataka sasa sisi jopo hapa kumwalika kila mmoja wenu anayetusikiliza leo kuwa mtetezi wa uhai, yani pro life. Ni wito wa kila mmoja wetu kwa mujibu wa binadamu wetu. Ni wajibu usiokwepeka kwa mujibu wa kuumbwa kwetu, kwani kila mmoja wetu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo kuwa mtetezi uhai ni kuwa mshirika na Mungu katika kudumisha sura na mfano wake hapa duniani. Basi wapendwa ambao mnatusikiliza katika Radio Maria, sauti ya Kristo nyumbani mwako, tunashukuru sana kwa kutusikiliza, na karibuni sasa kwa mchango wenu wa mawazo. Karibuni sana. Nikushukuru sana mwenyekiti na wengine wote ambao mko hapo, basi kwa kuweza kumwelekeza na kumjuza msikilizaji nini maana ya utetezi wa uhai ama pro life kama ambavyo umeweza kuambia. Basi kama ambavyo amesema mwenyekiti, tukualike kupitia namba 0222777174 na 0784313587 kama na wewe ni miongoni mwa wale ambao ni watetezi wa uhai na ungetamani kuwa mmoja hapo watetezi wa uhai. Milango iko wazi, karibu kwa mchango wako, maoni yako, ushauri kuhusiana na mada hii ya leo juu ya mwaliko wa kuwa mtetezi wa uhai. Mtetezi wa uhai ni nani? Tumeweza kujua nani mtetezi wa uhai. Ni yule ambaye ana akili yake, mwenye msimamo wake, falsafa yake, maisha yake yote ameyatoa kwa ajili ya kuhudumia uhai. Huyo ndio tunamuita mtetezi wa uhai. Kwa hivyo basi karibu ili tuweze kukusikiliza, lakini pia uweze kuungana nasi katika kuendeleza kitu hiki kizuri cha kuenzi na kutetea uhai ambao ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Niombe radhi kwamba mtandao wangu bado hauko vizuri, tuwe radhi katika hilo. Basi nitapokea simu tu pasipo kusoma ujumbe wowote ule, kwa sababu sitaweza kuona ujumbe wote ukinifikia hapa studio. Hello. Hello, habari? Salama, habari ya kwako? Salama, habari za utume? Ni njema, ninaamini umetusikiliza vizuri. Karibu. Nasikiliza vizuri, ila kuna sehemu moja nimesikia. Punguza sauti ya redio tukusikie. Napunguza. Kuna sehemu moja nimesikiliza nikaona kama sielewa vizuri. Sehemu gani? Sasa anaposema kwamba Mungu aliumba watu wote kwa mfano wake. Lakini katika maandiko nimeona kama inasema kwamba Mungu alimuumba Adamu. Baadaye akaona si vema kuishi peke yake. Akamuumba Hawa kupitia ubavu. Kwa hiyo aliutoa ubavu wa mwanaume kumfanya Hawa. Sasa aliyemuumba ni Adamu kwa ubavu. Ninapojua mimi kwa wangu mdogo. Kwamba alimuumba Adamu, lakini akaja akamfanyia, akatoa ubavu akamfanya. Sasa sielewi sasa kwamba naye alimuumba. Kwa hiyo yule Adamu ameumbwa kwa sura na mfano wa nani? Kwa sura na mfano wa Mungu. Na sisi tumetokana na nani? Tumetokana na Adamu. Tumsifu Yesu Kristo. Nikutakie siku njema. Asante. Mwenyekiti. Naam. Umejibu vyema kabisa. Asante. Haya, ngoja ni mtazame mwingine kupitia 0222771734 na kupitia 0784313587. Hello. Hello. Habari ya kwako? Milele amina, karibu. Asante dada.
Asante pia hata kwa kupiga simu. Milango iko wazi. Mwenyekiti, labda kama una kitu unataka kuongeza wakati inaendelea kusubiri simu. Ndio. Amesema kwamba Mungu alimuumba Adamu, baadaye ndio akamuongezea Eva kutoka na ubavu wake. Ni kweli ilivyosema, lakini ngoja anisikilize nisome hapa. Ndio. Nasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 26 na 27. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo nataka tunithibitishe kwamba wote wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, mtu me na mtu ke. Kwa hiyo Adamu na Eva wote wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Asante. Hello, pole. Yeah. Hello. Hello. Habari ya kwako? Habari ya kwangu nzuri. Habari za studio? Ni njema. Salama kabisa, karibu. Asante sana. Dada. Mimi hapo kidogo labda sijaelewa vizuri. Kwamba ni kweli kwamba alituumba pamoja, ni sio kwenye kutoa ubavu wetu mmoja. Alituumba pamoja kweli, sio akutomoa ubavu wa Adamu ndo sawa mwanamke. Mwenyekiti, naomba urudie pale ile andiko lilosoma. Nasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 27 tu. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Nadhani mmenisikia. Ndio. Najua kinachomsumbua huyu mwenzangu, yeye anachukua habari ile ya sehemu ya pili ya uumbaji, ambapo Mungu baada ya kukamilisha uumbaji wake alimpa Adamu mamlaka ya kutaja majina vyote vilivyoumbwa, na baadaye Adamu asema, mbona sina kufanana nami? Ndipo Mungu akamlaza usingizi, akatoa ubavu moja au ubavu, akamuumba Eva au Hawa. Na anapo iko hapa, si vema, ile sura ya 2 aya ya 18. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Haya ni masimulizi mawili tofauti. Ndio. Simulizi la kwanza kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 1, na hili simulizi la pili. Lakini simulizi la pili linataka tu, nadhani linatuelekeza kuona mshikamano, kuangalia mshikamano ambao unajengwa kati ya huyu mtu mume na mtu mke, kwamba wameumbwa pamoja katika asili moja, kutoka na asili moja ya uumbaji wa Mungu mwenyewe. Asante. Hello, pole. Hello. Milele amina. Habari ya kwako? Njema, hapo studio. Salama, karibu. Asante. Mimi nauliza hivi. Mimi kama mzazi, ndio, mtoto wangu ni mwanafunzi wa shule ya sekondari. Na akapata mimba huko ndani nje, yeye akiwa kama mwanafunzi. Na akarudi nyumbani, mimi baada ya kumuuliza kwamba wewe hiyo mimba ulipatia wapi? Nenda uniletee huyo mtu au nionyeshe huyo mtu aliyekupa hiyo mimba ili mimi nimchukulie hatua kali za kisheria. Na akakataa kumtaja yule mtu. Na huyo dada huyo mtoto, huyo binti yangu akaondoka hapo nyumbani akaenda huko na kutoa ile mimba. Je, mimi nitakuwa nimeshiriki katika katika kusababisha utetezi wa huyu mtoto kukosa maisha yake ambayo angestahili kuishi hapa duniani? Asante sana. Ni nani? Modesti Simo, napiga simu kutoka Parokia Madunga, Jimbo Katoliki la Mbulu. Asante Modesti. Mali pazuri pa malezi. Ndio mwenyekiti. Ndio pale ambapo Remi samahani. Ndio pale Remi alisema kwamba sasa ndio tumefika kwenye familia. Ndio. Kwamba familia zitengenezwe, ziundwe
katika misingi iliyo bora ya malezi, ya elimu na maadili. Sasa huyu binti amepata ujauzito huko, sio shuleni, sio shuleni, lakini akiwa mwanafunzi. Inawezekana ipata ujauzito hapa nyumbani na marafiki tu wa pembeni hapo, lakini akiwa mwanafunzi. Moja, nafasi ya wazazi katika malezi ya mtoto huyu yalikuwaje? Yalikuwaje? Pengine badala ya kumlaumu huyu mtoto aliyepata mimba, tujitafakari, tulimlea katika misingi iliyo imara? Akatambua thamani ya kuwa kwake, thamani ya usafi wa moyo katika maisha yake, thamani ya heshima ya wazazi wake, akiziangalia ndoa takatifu kama kielelezo cha maisha yake ya baadaye. Kwa hiyo wewe mzazi utakuwa umeshiriki, ameswali kweli kwamba umeshiriki kusababisha kifo cha huyo mtoto, huyo mtoto aliyetolewa mimba. Siwezi kusema ndio au hapana kwa moja kwa moja, kwa sababu mpaka nifahamu mazingira yake ya malezi. Pengine baba huyo alikuwa mkali sana, sifahamu anaweza kuwa mkali sana, watoto wanaogopa, wanashinda zaidi nje kuliko ndani ya nyumba. Kwa hiyo wanapata vishawishi, au watu wenyewe wakapata vishawishi tu, makundirika. Na siku hizi imeingia elimu ya ngono mashuleni, na pia ukule elimu ya ngono inaamsha mambo mengi sana kwa watu hawa bila wazazi kufahamu. Lakini ni vizuri pia wazazi tukafuatilia elimu ya watoto wetu. Je, kule shuleni wanajifunza nini? Wanasoma nini? Kwa kuongeza, kipindi chopita ulizungumzia swala uzazi wa uwajibikaji, na watoto wana hatua za kukua, na hizo hatua zina mabadiliko ya kimwili na hali za namna hiyo. Kwa hiyo wazazi wasipotimiza wajibu wa kuzungumza na watoto kwenye mabadiliko ya miili yao, moja ya matokeo ya moja kwa moja ni ya watoto kutumia miili yao vibaya. Kwa hiyo matokeo ya kutumia miili vibaya ni pamoja na mimba zisizotarajiwa, magonjwa ya zinaa na vitu vingine. Kwa hiyo wito uwe kwa wazazi wa kujitahidi kuwa karibu na kuwa marafiki na watoto wao, ili kuzungumza nao kuhusu mabadiliko ya miili na kutowaachia watu wengine kuzungumza na watoto wao kuhusu mabadiliko ya mwili, ili kuondoa hizi ambazo ni athari au matokeo ambayo sio tarajiwa kwenye familia. Kwa sababu kama alimpeleka mtoto wake shule, maana yake kama mzazi mategemeo yake mtoto wake asome, afike mbali. Nini kimeingilia katikati mtoto anaanza shule? Maana yake ni ujauzito. Kwa nini amepata ujauzito? Ndio swali ambalo baba anatakiwa kujiuliza. Aidha kulikuwa na ufa kwenye malezi kwenye familia nzima, lakini pia namna ya kufuatilia na kuzungumza na mtoto kuhusu mabadiliko ya mwili wake. Hizo ni changamoto kubwa sana kwa wazazi wengi. Wanaiacha wazi kwa sababu tu ya pengine uoga, lakini unapoongea naye na kumwambia hii ni mabadiliko haya yatapelekea hiki na hiki na hiki, maana yake mtoto anaanza kuona, na inapotokea shida tu atakimbilia kwa yule ambaye alimwambia nimeona hiki nifanye nini, hali za namna hiyo. Kwa hiyo wazazi wasikwepe hili jukumu. Wakilikwepa, matokeo yake yatakuja kuumiza familia nzima na yanaweza kusababisha chuki kwenye familia pia. Asante Remi, mwenyekiti. Asante, muda wetu sio rafiki, tumetindikiwa na muda. Kwa hivyo basi naomba nihitimishe kwa kupokea simu. Kwa hiyo simu moja ambayo tumeipokea mwisho, nirejee kwenu tena kila mmoja kuweza kusema chochote, tukiwa tumeweza kuwajulisha wasikilizaji wetu na kuwaambia maana ya utetezi wa uhai. Karibu. Asante, labda Grace anze. Asante sana ndugu mwenyekiti. Mimi na waasa tu wasikilizaji wetu kwamba tugeuke, hata kama tulianguka kiasi gani, lakini tugeuke, tuanze kutetea uhai wa binadamu. Asante. Asante. Mimi napenda kushauri kwamba watu wajitoe katika kutetea hawa watoto ambao hawaonekani ila wapo tu. Kwa hiyo wajitahidi, tuwe mshikamano pamoja, tuwatetee, tutoe sauti zetu ili tuweze kuwalinda, kwa sababu hawana sauti ya kuongea wenyewe. Kwa hiyo sisi tutoe sauti zetu kwa ajili ya kuwasaidia wao. Asante. Karibu. Asante. Mimi
niwaambie tu, kwa kuwa tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, basi tujitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kutenda na kuishi kama Mungu anavyotuagiza. Asante mwenyekiti. Mwaliko wangu kwa kila mmoja leo ni kuwa mtu wa uhai, na kwa ajili ya uhai tukiupokea, kuupenda na kujali kila uhai wa binadamu kwa sababu ni mtakatifu. Asante mwenyekiti na msikilizaji, tunasema asante kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi cha kuenzi na kutetea uhai. Tumeweza kuzungumza pamoja maana ya utetezi wa uhai, tumeweza kujua maana yake ni nini na ni nani ambaye ni mtetezi wa uhai. Basi mpaka juma lingine, Mwenyezi Mungu akitujalia pumzi ya uhai, tujikabidhi mikononi mwake tukimwambia Mungu asante kwa kuwa nasi kwa siku hii leo. Lakini kumbuka, studioni ulikuwa naye mwenyekiti Mzee Agamu, kaka Remingaiza, dada Gracie, lakini pia dada Emilia Lisakafu, pamoja nao mimi ni Epines Mlewa. Basi tujikabidhi mikononi mwa Mungu tukimwambia Mungu asante. Tunaukimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usinyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ee Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.